Ndugu wa Tanzania, kwa hali ilivyo katika taifa letu, nchi yetu pendwa Tanzania, na matukio yanayozidi kuendelea katika taifa letu la Tanzania, na uovu ambao polisi wa Tanzania wanaendelea kutekeleza wakikitetea chama kimoja cha CCM. Hivyo basi, tukikumbuka ndugu zetu waliouawa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025, tumeshindwa kulala na tumeshikwa na msongo wa mawazo. Hali hii imezidi kuwa kidonda ndugu katika taifa letu la Tanzania au katika moyo wa Tanzania. Hivyo basi, tumeamua tutengeneze kikundi cha uasi ambacho kitakuwa ni kikundi cha kutetea wananchi wa Tanzania. Tumeamua tujitokeze wazi, bila uoga, bila kuwa waoga kwa lolote lile, kwa sababu tumevumilia kwa muda kuona kwamba serikali hii haramu itajirekebisha au itajiita mkutano na kutaka kujua wananchi wanadai nini. Lakini bado kila kunapokucha wamekuwa wakiwaumiza wananchi, wakitia hasira kwa mioyo ya wananchi. Polisi wamekuwa wakiwateka wananchi, polisi wamekuwa wakiwabaka dada zetu, polisi wamekuwa wakiwabaka dada zetu na kuua watu na kuwapiga watu bila sababu. Hawajajiita mkutano wakajihoji kwa mauaji waliofanya tarehe 29 mwezi wa 10. Hawajajiita mkutano wakajiuliza ama wakatafuta makosa yao, ili hali wamekuwa ni watu wa kusifiwa pale wanapofanya mauaji. Ndugu wananchi, ninaombeni kikundi hiki kinapokuja kwenu, sio kikundi cha kuangamiza wananchi, sio kikundi cha kutishia maisha ya wananchi. Ijapo polisi watakanisha habari hizi na kutuita majambazi, waahini, ila sisi tumekubali kuitwa waahini kwa sababu ya nchi yetu, kwa sababu polisi wamekuwa wakiwakamata watu na kuwapandikizia vesi vya uongo na kuwapandikizia kesi ya uahini. Basi neno uahini limekuwa neno la kawaida kwa jeshi la polisi. Tunachojua kwamba muahini ni mtu ambaye ameamua kuipindua serikali ama kumtoa rais madarakani. Ila sisi ambao tunaitwa waahini, tunapopinga uovu tunaitwa waahini, tunapandikishwa kesi za uongo. Basi tumeamua tujitokeze hadharani ili tuwe waahini kamili. Polisi anaponiua, polisi anaponikamata, anikamata akiwa na ushahidi kamili ya kwamba mimi ama ujule ameua polisi 10, ameua polisi 20. Anapokuwa amekamatwa, basi anakamatwa kihalali kwa mauaji ya polisi. Haya mambo tuliyatangaza na tukasema hadharani. Serikali wasipotusikiliza, wameshindwa kutusikiliza, wameshindwa kitutia hasira, wameshindwa wakitutia hasira milioni mwetu, wameshindwa kituteka, wameshindwa kitukamata na kutufuatilia. Hata pia nafikia mahali ambapo wanaifuatilia mitandao yetu na kublock akaunti zetu bila sababu, kwa sababu ya kukemea uovu, kwa sababu ya kupinga uovu, kwa sababu tunaitaka katiba mpya. Hawajaweza kutusikiliza. Serikali ikiongozwa na Mwiguru, wamekuwa ni watu wanajipiga, wanakuwa na kifua, wanakuwa na kiburi, wanapokuwa wanazungumza wanakuwa ni watu wa kututia hasira. Mwiguru ameisikika hadharani akiwakejeli wanaharakati wa nje, akisema wao ndio wanaleta vurugu. Ili kama waziri mkuu ambaye hajachaguliwa na wananchi angejiita mkutano, angewasikiliza watu wanadai nini, angesikiliza kilio cha wananchi, wangejiita mkutano na kuitisha maridhiano ya katiba mpya. Cha kwanza basi, ili haya mambo yasiendelee kwa polisi na wananchi, kwa sababu sisi tumeamua tuanzishe vurugu ili polisi anaponikamata na kesi ya uhaini, hiyo ni ya ukweli bila kupinga, hiyo ni kesi ambayo ako na ushahidi nayo, kuliko kunikamata kwa kesi uongo na kuniweka jela bila makosa. Basi tumeamua sisi tudili na polisi. Kamata polisi, dili naye. Umekamata mtu wa polisi, baka. Umekamata polisi, ua. Umekamata mtoto wa polisi, ua. Sisi hatuna vita na mwanajeshi, sisi tuna vita na polisi hawa ambao wameamua kujizima data, ambao wameamua kuwageuka wa Tanzania na kufata muongozo wa wakubwa wao bila kuwa na utu wa kibinadamu, bila kuwa na utu wa kibinadamu, ama bila kufuata taratibu za kisheria, ila wamekuwa wakifanyia chama kazi badala ya kufanya kazi yao kama polisi. Wamekuwa ni watu wanakifanyia chama kazi, wamekuwa ni watu wanatuma na kuoa watu ili hali wanalipa mshahara wa 300.
Ndugu zangu polisi, hatukuona tunataka tufikie haya. Hata mimi ninaipenda amani. Ninaipenda amani sana, lakini mmetulazimisha wananchi kuchagua haya. Cha kwanza, mkitaka haya masuala yasiendelee, acheni kuwateka watu. Acheni kuwateka watu. Acheni kuwateka watu. Acheni kuwafira wanaume. Acheni kuwabaka wadada. Unapokuwa umetumwa na mtu, hebu jiulize mara mbili mara tatu, kwa nini nafanya hivyo? Lakini mnapozidi kuendelea, hata sisi tutazidi kuodini na nyinyi. Na tarehe 29 sitataja mwezi, sitataja siku, lakini nataja siku yenyewe. Tarehe 29 tunafanya yale ambayo sisi tunakuja kudini na polisi. Vijana wangu watafanya kazi kwenye kambi, ni kuua polisi, ni kuchinja polisi. Furaha yetu kubwa ni kuona polisi amekufa. Furaha yetu kubwa ni kuona mke wa polisi amekufa. Furaha yetu kubwa ni kuona mtoto wa polisi amekufa. Furaha yetu kubwa ni kuona mke wa polisi amekufa. Na tunapokuwa tunamkamata polisi, tunamkata kidole, tunamkata kucha, tunamkata makende, tunakata viungo vyote vya mwili, ili apate funzo, ajue uchungu wa kulia ndugu zetu, ajue uchungu wa ndugu zetu kuuawa. Hata kama tutauawa, basi tujue kwamba tumekufa kwa haki, tumekufa tukipambania taifa letu, tumekufa tukipigania nchi yetu, tumekufa tukipambania taifa letu pendwa Tanzania. Serikali imekuwa ni serikali ya ovyo ambayo inahubiria wananchi amani, lakini inawanyima haki zao. Kwa nini unihubiria amani ili hali haki yangu ya msingi unipati? Sisi tunipenda nchi yetu Tanzania. Tupo tayari kuisikiliza serikali kama watageuza mawazo wao. Mkigeuza mawazo yenu, mkatupa katiba mpya. Maana hatuombi katiba mpya, hatudai katiba mpya, tunaitaka katiba mpya. Tunaitaka mahakama isingiliwe. Mahakama ifanye kazi yake bila kuingiliwa na serikali. Mahakama ifanye kazi yake bila kuingiliwa serikali haramu. Tunaitaka mahakama, mawakili na mahakimu wafanye kazi yao. Tunaitaka elimu bora, sio elimu ya maferia. Wabunge wanakuwa feria darasani, hata majina yao hawajui kutaja majina yao, wanaapishwa hawajui kusoma majina yao. Tunataka bunge ambalo lina wasomi. Tatu, tunataka uchaguzi mpya urudiwe. Tunataka uchaguzi mpya urudiwe. Waliotekwa wote waachiliwe bila masharti. Waliotekwa wote waachiliwe bila masharti. Hata kama mtafanya yote, hebu fanyeni machache pole pole. Mwasikilize watu na deni. Ila kama sivyo, mnapozidi kuwazuia watu, wasiongee, mnazidi kuchochea hasira zaidi. Mnapozidi kuua watu, mnapozidi kuwateka watu, mnazidi kuzua taharuki kubwa katika taifa hili. Na hatutanyamaza. Na mimi nimeamua kujitokeza na kusema kikundi kimeanza. Hiki kikundi hakiguzi mwananchi, hakiguzi mali ya mwananchi, kwa sababu mwananchi amekuwa akionana na polisi. Mwananchi amekuwa akionana na polisi. Polisi anabaka mwananchi, polisi anafira mwananchi bila na anapokuwa anaua anasifiwa na serikali. Tunaishukuru jeshi la polisi kwa kazi nzuri. Sasa basi, kwa sababu neno uhaini limekuwa ni jambo la kawaida kwenu, sasa tunakuja tulini na nyinyi, tuwaue, ili mnaponikamata Trump, ili mnapomkamata fulani, mumkamate kihalali. Ya kwamba kwa nini amekamatwa? Amekamatwa ya kwamba amewaua polisi 50, amewaua wake za polisi 20, amewaua madiwani wa CCM. Hatuna chuki na chama. Hata mimi mwenyewe nimekuwa CCM muda mrefu sana. Lakini tunakemea uovu. Tunaonekana si ni umbo, tunaonekana si hatufai. Basi tumejitolea hadharani, tumekuja wazi, na tarehe 29 mwezi ambao sitautaja, mtajionea wenyewe. Polisi, andeni wake zenu. Wewe mke wa polisi, andaa mume wako kwa mjane. Mwambie mume wangu, naona umeamua kwa mjane. Naona ukiwa marehemu. Ambia kabisa mume wako ajiandae kuwa mjane. Mwambie kuwa mjane, ajiandae kuwa mjane. Mwambie mtoto wako kwa baba yako kwamba hivi karibuni atakuwa yatima. Kwa sababu sisi tutadina wote, awe mtoto, awe mke wa polisi, awe polisi. Hivyo ndio vita vyetu. Ila kama serikali itabadili mawazo, na natoa onyo, kama serikali itabadili mawazo na kuwasikiliza watu wanachodai nini, hatutafikia huko. Kwa sababu hatupendi tuwe Kongo, hatupendi tuwe Sudani, hatupendi tuichafue nchi yetu. Lakini tunalazimishwa tuichafue nchi yetu. Tunasukuma kuichafua nchi yetu. Ila kama serikali itaendelea kwa kandamiza watu, basi nawaahidi kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama Mungu wetu aishivyo, tutafanya hivyo. Tarehe 29 tutafanya hivyo. Tarehe 29 tutafanya hivyo. Muanze kujiandaa. Muanze kuweka risasi pamoja. Muanzeni kuweka bunduki zenu sambamba, kwa sababu tutadili na nyinyi, hatutamwangalia, hatutacheka na umbo, hatutacheka na kenge yoyote ile.
hatutacheka na kenge yeyote ile. Tumeamua vita ni vita. Kama kweli wenyewe wanaume, kuweni makini na mjue kwamba tunachofanya ni haki. Tumeamua kuwatetea wananchi, tumeamua kuwapigania wananchi. Wananchi wananyanyaswa. Kundi hili la TFF ni kikundi cha TFF, Tanzania Freedom Fighters, yani Tanzania Freedom Fighters. TFF ni kikundi cha kupambana na polisi waovu, ni kikundi cha kupambana na polisi. Kwanza nyewe polisi tuko na nyewe mitaani hapa, tunajua nyumba zenu, tunajua wake zenu, hamna aibu, mnakunywa bahani, tunaleo pamoja, tunakunywa pombe pamoja. Sasa penye mmefikia, mmetukuna vibaya, mmetuguza pabaya. Sasa ni vita mura. Tukukute polisi. Endeleeni kuua watu. Na mimi na sisi tumeruhusu, endeleeni kuwateka watu. Endeleeni kuua watu. Maana mnajiamini sana. Endeleeni kuua watu. Endeleeni kuwateka watu. Endeleeni kuwafira watu. Sasa tunakuja. Lisemalo lipo kama alipo laja. Najua mtapuzia, ila majibu mtayaona yenye vitendo bila maneno. Kwa sasa ni muda wa vitendo, si maneno. Mmetuzoea mno, mmetaka dada zetu, mnoa watu wetu, tunanyamaza. Sasa tumeamua kutoa nyongo, tumeamua kutapika nyongo, tumeamua kutoa ya moyoni, bila kupapasa, bila kupinda maneno. Achilieni kuwateka watu, acheni kwa dhulumu watu. Jua polisi ni binadamu. Tukikukamata una nyama kama yangu, una mwili kama wangu, unaenda chooni kama mimi, unalala kama mimi. Sasa tukikukamata uchungu wote na tukui haraka. Maana jari sasa ni watu hapo na hapo. Ila mimi nikikukamata ninakuwa pole. Unakufa kifo cha pole. Yaani bila haraka. Sina haraka kukua, yaani nakuwa pole. Nakata miguu, nakata makucha, nakata kiuso. Yaani nyama yako unapewa umbo wa mwituni. Nyama zenu tunawapa umbo wa mwituni, wanasherehekea kwa sababu hata sisi tumechoka. Lakini kama serikali itabadili mawazo na kusikiliza watu wanadai nini, na waapia, hili kundi halitaendelea. Kama serikali itawasikiliza watu, serikali haramu. Ngoja nipandike jina, serikali haramu. Serikali ya mauaji. Kama itawasikiliza wananchi na kulipa fidia kwa wale watu waliouawa 29. Rais muuaji ajitokeza hadharani anasema kwa mimi nilikosea. Mimi jamani niliwakosea wananchi, sio kwenda kuomba mabalozi msamaha. Rais ajitokeza hadharani aseme kweli, mimi kama Rais Samia, yeyote aliyehusika kuangamiza wananchi abebe msalaba wake. Wambura akamatwe, Muliro akamatwe, Wasira akamatwe, Abdullah akamatwe, Mafura akamatwe. Ila kama itaendelea hivyo bila rais kujitokeza hadharani na kukemea uovu huu, na kama nyuki wataua. Na mimi naombeni vijana, sio msitegemee TFF peke yake, hata nyinyi fanyeni hivyo. Vijana wa Tanzania fanyeni hivyo. Vijana wenzangu Gen Z fanyeni hivyo, tengenezeni kundi. Mnajua nyumba ya polisi choma, mnajua mke wa polisi choma, mnajua mtoto wa polisi choma, mnajua shule zao choma, ili wajue kwamba Watanzania tunadai haki zetu, Watanzania tunadai mali zetu, tunadai dhahabu zetu, tunadai mali na heshima nchi yetu. Tunalipenda taifa letu la Tanzania. Ila kama serikali itaendelea kuwatia wananchi hasira na kuwakandamiza upinzani na kuwanyima haki zao, sisi kama TFF tarehe 29 sitoi vitisho, hatutoi vitisho, ninatoa amri tarehe 29, ama zetu ama zenu. Tumezoea kuwa kwamba mvumilivu wa mbivu. Sasa chelewa utakuta mwana si wako. Tunataka mtuweke jela mkiwa na ushahidi kamili kwamba Trump ni muahini, na hata nikikamatwa nafungwe kiharari na kesi ya uahini. Sio kupandikizwa kesi za uongo ambazo ni za uongo, hazina mbele wala nyuma. Mnapokuwa mnanifira, nimewapa matako yangu, basi mnanifira kiharari kwamba huyu ni muahini. Sio kunifira bila sababu, sio kunikamata kizembe, sio kutukamata kizembe. TFF inakuja. Watanzania tusife moyo. Wanangu, wanaotunga mkono mtuunge mkono, wanaopuzia waendelee kupuzia. TFF kamanda, tupo chonjo. Guu pande, guu sawa. Asanteni sana.